Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiwa katika juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakiwa kileleni kabisa. Sasa klabu ya soka Young Africans leo hii inaingia uwanjani kucheza mchezo wake wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo watakuwa wenyeji wakiweza kuwaalika Coastal Union Wanamangush kutoka pale Tanga, wakiweza kulitafuta hatua nyingine ya kuendelea kuweza kusanya alama kwa wananchi Young Africans. Mchezo utakuwaje? Ni dakika 90, ila mimi nimekusogezea kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimeandaliwa na kocha Mwalin, kocha ambaye anashikilia mikoba kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, baada ya aliyekuwa kocha mkuu Pedro kuweza kupewa thank you, vilago vyake vikiweza kuwekwa nje ya wananchi Young Africans. Sasa unakuwa ni mchezo wa kwanza wa kocha Mwalin akiweza kusimama kama kocha mkuu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi katika mchezo huu na michezo iliyobakia, kwa mujibu wa Young Africans wao walivyo tangaza kwamba kwa sasa hawatoshughulika na kuleta kocha mpya mpaka pale ambapo watamaliza msimu huu. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa kama ifuatavyo, majina kama haya ambayo yameweza kuweka katika kikosi. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine tunazungumzia ni wananchi. Karibu. Bana, kocha Mwalin ameweza kuweka kikosi bayana na majina ni kama ifuatavyo. Golini anaendelea kusimama Djigui Diarra, screen protector, akiendelea kuweza kuzikusanya clean sheet katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa langoni, umahiri mkubwa, nyavu zitikisiki kizembe kwa Diarra. Kwa hiyo ni kazi nzuri kabisa, ambapo klabu ya soka Young Africans wenyewe wanatarajia kwamba mchezo utakuwa mzuri, lakini pia wakiwa na matumaini ya kwamba kuondoka na alama 3 ndio sababu muhimu ambayo itawafanya waendelee kuweza kukaa kileleni wakiwa na hali nzuri kweli kweli. Sasa mimi nikakuambia kwamba Diarra yuko pale golini kwa mujibu wa kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha, lakini beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi. Unafahamu bora wake miongoni mwa mabeki ambao kwa sasa unaweza kusema ni kwamba wamerejea katika kiwango chao bora kabisa, kutokana na kazi nzuri ambayo wanaifanya. Amekuwa ni muhimili mzuri kweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia yale ambayo anayafanya. Ana maarifa mguuni, ana uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana pumzi ya kutosha, ana uwezo wa kurudi kukaba. Kwa hiyo ni beki ambaye amesheheni vitu vingi, kwa hiyo atakuwepo katika mchezo huu. Huku beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Boka, mzee wa mapigo na mwendo, nafahamu shughuli yake. Amekuwa na nyakati nzuri kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao.
na amekuwa na mwendelezo mzuri kwelikweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo anaifanya, ana uwezo kupandisha mashambulizi, ana uwezo kurudi kwa kasi, ni sifa ambayo yuko nayo beki huyu Shadrack Boka. Huku unazungumzia beki namba 4 anasimama si mwingine bali huyu ni Ibrahim Hamad Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mapigo hatari kweli kweli, amekuwa na uwezo wa kufanya tackling, ana uwezo wa kukaba, ana maarifa, anatumia nguvu panapohitajika. Kwa hiyo ni beki ambaye amesheheni kweli kweli. Huku beki namba 5 anakuwepo si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo anaifanya kocha huyu, anazungumzia beki huyu ambaye amekuwa na ubora mkubwa kweli kweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, kapteni mwenyewe. Huku beki hapa anazungumzia namba 5 ni Mwamnyeto. Kwa hiyo namba 6 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Azizi Andambwile. Mwalimu ameona ampatie nafasi tena baada ya kuweza kucheza mchezo zidi ya hapa nazungumzia KMC. Amepewa nafasi ya kuonyesha tena kitu chake na mwalimu Mwalini katika dakika zingine zidi ya Coastal Union. Anasimama kama namba 6 katika mchezo huu. Unafahamu shughuli yake, ni miongoni pia mwa wachezaji wazuri kweli kweli. Lakini pia unazungumzia namba 7 yupo Starboy Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wapiga assist vinara kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri, amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanajipambanua kwelikweli na kuonyesha ubora mkubwa kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa ni msaada mkubwa kwelikweli kwa sasa, na akionyesha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani. Kwa hiyo Coastal Union leo atakuwa na shughuli kwelikweli. Huku na namba 8 atasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na ubora mzuri, amekuwa na maarifa, pumzi ya kutosha, pasi nzuri ambazo anazozipiga, miongoni mwa wachezaji ama unaweza kusema uti wa mgongo wa klabu ya soka Young Africans. Basi uweze hata kumtaja hapa, nazungumzia Duke Abuya kutokana na ubora ambao yuko nao. Lakini pia unazungumzia si mwingine bali huyu ni namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Ukiweza kushuhudia ubora mkubwa, akiendelea kuweza kujipambanua yeye ni mchezaji wa daraja la aina gani kutokana na ubora ambao amekuwa nao. Amekuwa na ufundi mwingi kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Si tu mchezaji ambaye ana uwezo kwamba mshambuliaji kwamba akaya subiri mipira, lakini kazi kubwa ambayo anaifanya ni kuhakikisha kwamba anakuwa anajiposition pale ambapo anaona pana stahili kufanya hivyo. Lakini namba 10 anasimama Maxim pia Nzingere. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wana spirit ya upambanaji ya kutosha kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo naye yumo ndani. Huko namba 11 atakuwemo Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, akiweza kutimiza majukumu yake kama Profesa Waboli ambavyo anayafanya kila akipata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ndio kikosi hicho kimekamilika. Weka maoni yako hapo chini, unakitizama katika